Je, ni sahihi kwa watu ambao waliopo kwenye mahusiano kujua password ya mwenzake? Hii ni CF Media, karibu, ikiwa ni tarehe 29 ya Januari 2026. Langu jina ni mimi Bethabia Bato, nitakuwepo na Jackson Wilson pamoja na Jack videographer kuweza kuchagiza mada hii. Jackson, tukiweza kuanza hapo kwako, je, unahisi ukiwa kwenye mahusiano ni sawa ama si sawa kushika simu ya mwenza wako? Kwanza kwenye mahusiano kama ni mahusiano ya ndoa, manake tayari mshakuwa na muunganiko tayari. Manake kama ni msikitini tayari shehe mshawafungisha ndoa, ama kanisani. Kwa hiyo pale mnakuwa tayari mshaunganika. Mkishaunganika manake mili yenu imekuwa ni sehemu moja. Kwa hiyo inawafanya kwanza kila kitu chenu kinakuwa kitu kimoja. Kwenye mahusiano lazima pia ujue unahusiana nini. Kama tumehusiana manake kwa Wakristo inasema kwamba huyu ni mke wangu, wakati Adamu anasema kwa Hawa kwamba huyu ni nyama ndani ya nyama yangu na mifupa ndani ya mifupa yangu. Kwa hiyo sasa ni rahisi sana hilo tu kujua kwamba sisi tayari ni wanandoa na kila kitu chetu ni kimoja. Kwa hiyo hakuna usiri. Namba asili tu ni kitu kidogo sana. Lazima simu iwe wazi, muweze kuwa mnashirikiana kwa kila kitu. Yani mimi nijue wewe unaongea na nani. Kuna haja gani ya kufichana wakati sisi ni mwili mmoja? Kwa hiyo lazima tuwe na uhuru. Yani ujihisi uko huru kwenye simu ya mume wako na mume wako ahisi yuko huru kwenye simu yako. Kama unaficha simu ya mpenzi wako au mume wako wa ndoa, wewe una makando kando. Lakini pia umeweza kuzungumzia kwamba kuna upendo wa kweli. Kwa hiyo ambao mtu akikupa password yake ni kwamba upendo wa kweli upo 100%, kwamba haina makando kando yake mengine mabaya. Tunajua kabisa kwamba simu ni kitu ambacho ni private, lakini mkishaingia kwenye ndoa ni vitu vya kawaida sana. Kuna haja gani ya kufichana kwa watu ambao ni wanandoa? Yani unamficha nini cha siri? Kama anaona vitu vyangu, yani anaona mpaka utumbo wako wa ndani, sembuse tu simu. Yani kwa sababu unaongea na Juma. Kama unaficha, yani kwa mtu ambaye yuko kwenye mahusiano, kama anaficha, huyo ana makando, aidha ana michepuko. Yani ukiona kabisa, na hii vitu vinaanza kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano kama unaona hata mpenzi wako simu yake huwezi kuishika, kimbia, run away my friend, I'm telling you. Yes, tutaweza kurejea tena hapo kwako Jackson. Nikirudi katika upande wako Jackie, tuko pamoja. Nikirudi katika upande wako hapo wa pili, je, unahisi kuomba simu ya mwenzi wako, umekaa hapo labda mnapata chakula, mmepumzika, unamwomba simu mpenzi wako, ni ishara ya mapenzi ama ni unakosa imani na yeye? Asante sana na swali zuri. Katika swala zima la mahusiano, kitu kikubwa kinachounganisha mahusiano ni uaminifu. Lakini mara nyingi unapokuwa na mahusiano na mtu unashindwa kuaminiana kwa sababu ya wivu wa mahusiano. Yaani unampenda sana mtu mpaka unashindwa kumwamini. Wewe unapomwomba mwenzio simu, wewe unatafuta utakipata. Kwa mfano mwanamke unaomba simu ya mwanaume, unataka nini? Unafikia mwanaume ameumbiwa na matamanio. Mimi naamini kabisa chanzo kikubwa cha kuvunja mahusiano ni kushare simu. Kuna bahati mbaya, mwanamke wako mzuri sana, wewe mwenyewe mpaka umempenda, umemweka ndani, unajua ni mwanamke mzuri sana na ana vigezo vyako. Lakini kuna wengine wako nje na mtamani. Labda kuna mwingine tu mtu anamwambia bwana naomba tuwe marafiki, lakini kinavyoendelea kuchati naye na mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo unapotaka kuchukua simu ya mtu, basi ujue unachotaka ni kuhatarisha mahusiano yako kuvunjika. Sio muhimu sana kuomba simu ya mwenzio. Au mnakaa mezani mnakula hivi ndio unaanza kumwambia mtu naomba simu yako, Jackson naomba simu, au Betha naomba simu yako mara moja. Ukitaka kujua simu ni hatari, na hata kama mwanamke umemweka ndani unampenda, mwe mnakaa mnakula afu jifanye unachukua simu yake one kama atoache chochote cha chakula. Kwa mwanaume na mwanamke anayekupenda hata kama mtu anaenda kumtongoza, akirudi atakwambia unajua nini baby, nimekutana na jamaa bwana, limeniambia eti nanipenda. Kwa sababu lakini kama akupendi hawezi kuambia, na hapo ndo ataanza kuficha kwa sababu ameona pale amependwa. Lakini anayekupenda atakwambia. Na hivi vitu vinaanza kutokea mwanzoni wakati mnasema kwamba tunapendana, akitumiwa kama message anakuonesha bibi, angalia huyu ananiambia ananipenda. Eti kweli. Lakini baadaye kadri siku zinavyoenda anapunguza kwa sababu anaona ashakuzoea. Sasa kuna hali ambayo inakuja kwenye mahusiano, unakuta watu wanakuwa na mazoea. Yaani washazoeana kwamba huyu nishazoea, nishajua nishazoea. Lakini kwa yule ambaye kabisa ametunza lile agano la kimungu, lazima atakwambia baby, unamwona jamaa, yani jana ameniambia eti ananipenda. Na mimi nitamwambia mke wangu, unaona huyu jamaa
yani anitoaga message ananiambia eti ananipa vitu vitamu, atanipa vitu vitamu. Jackson, umeweza kuzungumzia mtu anaweza kukuambia wewe upo kwenye mahusiano, si ndio? Yeah, nipo kwenye mahusiano kabisa. Mtu wako ulikuwa naye ni kila taarifa anakuambia kwamba huyu kaniambia hivi kwa siku anavorudi unapokuwa naye? Mpenzi wangu mimi ambaye niko naye kwa sasa hivi, kwa sababu ni mahusiano ambayo kwanza yanalenga katika msingi wa Mwenyezi Mungu, tuje tufika sehemu lazima aniambie. Simwambii kwamba lazima uniambie, ila mwenyewe tu kwa sababu ananipenda ataniambia ujue nini baby, kuna kijamaa fulani kimeniambia hivi na hivi na hivi. Alafu tunaanza sasa kukijadili sisi wenyewe, tunakicheka, tunakichambua, kama ni picha tunakikaa tunakiangalia, kimekaa kuchora kama kinafunza, tunaanza kukijadili. Lakini hiyo yote ni kwa sababu mahusiano yanajengwa na kila kitu ambacho unakiona kwenye mahusiano yako. Mfano, kila kitu ambacho unakiona, saini yoyote ambayo unaiona kwenye mahusiano, either ni mbaya au ni nzuri, mkiingia kwenye ndoa itakuwa ni mara 10 ya kinachotokea. Katika ulimwengu wa sasa hivi, dunia ya sasa, unahisi simu imekuwa na upande gani kwenye mahusiano, hasa katika kujenga ama kubomoa? Asilimia kubwa simu inabomoa, Betha. Yaani sidhani hata wewe ukikaa na mpenzi wako kwa namna yani hali ilivyo sasa hivi, mpenzi wako aombe tu simu aingie WhatsApp. Maana WhatsApp ndio kunya mambo ambayo yani kila mtu anajua hawezi kumpa mtu simu yake. Lakini mimi nikikwambia Jackie, sasa hivi Besa nikwambia naomba simu yako niingie WhatsApp mara moja. Hapana Besa, siwezi kuamini. Jackie, unaamini hilo? Hebu nipe simu yako niingie WhatsApp. Toa password. Toa password. Toa password. Huyu Jackie. Cha kwanza huyu Jackie anaonekana kama vile ana machipuko mingi sana. Kwa nini ufiche? Kwa nini ufiche mpenzi wako? Manake huyu ana michepuko mingi. Lakini kwa mtu ambaye amenyooka, yani kuna watu ambao wamenyooka hataki mambo mengi, lazima tu atatoa simu. Simu ni kitu kidogo sana. Watu wanapeana mpaka akaunti za benki. Unajua iko hivi, sijasema kwamba yani naogopa mimi. Kwa nini unaniambia mimi na michepuko mingi? Mimi sina michepuko mingi. Yani mimi ni mke wa mtu. Si unanielewa? Mtu ambaye yani Ngoja. Jackie, kwa nini unanicheka? Mimi ni mke wa mtu. Mamangu. Mimi ni mke wa mtu, ni bure. Hadi pete kidogo naiona. Jamani, wasikilizaji wa CF Media. Naona Jackie ananicheka nikimwambia mimi sijaolewa. Tukiweza kuendelea katika mada yetu kuu, si ndio wadau? Unahisi simu ikivunja uhusiano, tatizo ni simu ama ni mtu mwenyewe? Mahusiano hayavunjwi na simu. Mahusiano yanavunjwa na matokeo ya vitu ambavyo vimeonekana kwenye simu. Kwa hiyo simu imekuwa ni kifaa kwanza kimojawapo ambacho kinarahisisha mawasiliano. Kwa hiyo simu ni saini. Ndio maana ukikutana na mdada mzuri ukamtamani, cha kwanza uanze kumtongoza, unaanza kumwomba mawasiliano. Kwa hiyo tunaamini kwamba simu ina siri nyingi sana. Siri nyingi. Kwa hiyo simu imekuwa pia ni chanzo, kwa sababu vitu vingi sana vinakuja kujitokeza au vinakuja kuonekana kupitia simu. Yeah. Kwa hiyo simu inaweza kuwa ni sababu. Ndio maana kwenye watu wenye ndoa lazima wawe makini sana kwenye matumizi ya simu. Unajua kabisa hii simu mpenzi wangu au mke wangu anaiona, kwa lazima. Na unaendaje kuoga bafuni unaondoka na simu? Yaani unajificha mwisho wa siku simu idumbukie kwenye choo. Kwa hiyo lazima ujiamini kama baba, ujiamini kama binti, kama mwanamke. Simu weka mezani pale, nenda kaoge. Simu ikiita mpenzi wako au mke wako ana haki ya kuchukua na kupokea, kwa sababu mshakuwa mwili mmoja, hamna haja ya kufichana. Jackie, ushawahi kugombana ama kuachwa kwa sababu ya simu? Mara nyingi Jackie nikiongea mimi ananicheka. Sijawahi kuachwa kwa sababu ya simu. Labda changamoto tu nyingine za mahusiano, hizo zinatokea kwa kila mmoja, lakini simu sio sababu ya mimi kuachwa. Kwa sababu mume wangu mimi tumewekeana kwamba kila mtu asishike simu ya mwenzie. Okay, sawa. Nikiweza kutoa hapo labda ushauri gani kwa wapenzi wapya kuhusu matumizi ya simu? Maana tumeona baadhi ya mahusiano mengi yamekuwa yakivunjika sababu unaona ni simu. Je, ni ushauri gani ambao unaweza kuwapa ambao vijana wapya? Kabla ya ushauri, huyu amesema wamewekeana mipaka na mume wake kwamba yani hawashikiani simu. Kila mtu ana simu yake. Huo si upendo. Hawa ni watu tu labda wamechukuana. Hawa watu tu wamechukuana. Yani love has no limitations. Hamna limitations. Ushauri wangu ni kwamba toa kweli. Yani ukiamua kumpenda mtu mpende.
Sio kwamba unampenda mtu afu baadhi ya vitu tu vya kawaida unakuwa unavificha. Simu sio swala la kuficha. Yaani simu ni kitu kidogo sana. Kuna vitu vingine labda unaweza ukasema lakini sio simu. Yaani mawasiliano tu, hata kama mtu unakutongoza anafanyaje, kuwa wazi, yaani muoneshe kwamba unampenda and proud. Kama mtu umemchagua mpaka unaenda kumuoa manake au unaenda kuolewa naye manake wewe umemkubali, umeona huyu jamaa ana fiti. Hizo tamaa zingine ni za kawaida. Baki njia kuu. Michepuko sio diri. Jackie, ushauri wako labda? Mimi nitabaki pale pale, yani haina maana ya kushika simu ya mwenzako kwa sababu unajua sisi ni binadamu. Sio, unaelewa? Yani sio kila mtu kwa labda anataka kukagua simu ya mwenzie mradi tu ajue amwamini au asimwamini. Haina ulazima. Mimi nashauri watu kama mpo kwenye mahusiano, naomba msishie simu. Yani kila mtu abaki kwenye simu yake. Kwa sababu yani simu itawafanya mnapendana sana kwa kitu kidogo tu. Kuna madia ex. Hapana. Kuna ex, Jackie, kuna ex. Kuna siku hiyo unashika simu yangu ndio ex anatoa message nimekumiss mama. Ex wangu mimi mpenzi wangu anawajua. Hicho sio kujua. Yaani siku ambayo mimi na wewe kwa mfano labda mimi ndo mke wako. Si ndio Jackie? Mimi mama naomba simu nimpigie mtu. Nakupa simu yangu. Mimi sijawahi hata kumtafuta yule ex. Katuma message nimekumiss. Labda namba sijaisave. Basi hamna mtu ambaye hajakumisi. Yaani wote wanakumisi. Ni swala tu la kuelewa. Mimi nachoshauri guys, naona Jackie kidogo alikuwa ameingia kwa sababu mada inamgusa. Anaonekana anashika sana simu ya mpenzi wake kwa naona ni kawaida. Mimi kwa ushauri wangu Betha, mimi nashauri watu msishie simu. Yaani simu kama mnataka piga mrudishie simu. Sio mtu ameenda kuoga unakagua simu yake. Unachokitafuta wewe mdada, unachokitafuta wewe mkaka, utakipata. Yaani utalia bila kupigwa. Ndio ile usiku mtu umelala, unakagua simu ya mwenzako unaanza kulia. Mwenzako anakoroma, anakuambia unachokitafuta kimaliza utazima simu tulale. Hao ni wadau Jackson pamoja na Jacqueline ambapo nilikuwa nao humu studio kuweza kuchagiza mada ambapo mada yenyewe ilikuwa inasema mahusiano na simu. Je, ni sahihi kwa wenza kujua na kushika password ya mwenza wake? Kama mdau wa Safe Media unaweza kudondosha comment yako hapo chini na wewe ukatoa maoni yako, unasimama katika upande gani? Je, ni sahihi ama sio sahihi? Mimi langu jina ni Betha Biabato, nilikuwa pamoja na Jackson Wilson pamoja na Jacqueline.